Mheshimiwa, habari? Salama. Unaitwa nani na wewe ni nani kwenye swala la uongozi? Okay, kwa majina naitwa Alois Donald Kipondia, ni rais mstaafu wa serikali wanafunzi chuo cha afya City Institute of Health and Allied Science Ilala campus. Tumeona leo umehudhuria uapisho wa urais katika chuo cha taifa cha usafirishaji. Ni nini ambacho umekiona, umejifunza na nini ambacho unaweza ukatoa ushauri kwenye serikali hii mpya? Kimsingi kwanza mimi awali ya yote ningependa kuipongeza tume ya uchaguzi, lakini pia serikali iliyopita kwa kuhakikisha kwamba zoezi hili la uchaguzi limeweza kuendeshwa kwa kuzingatia misingi ya utulivu, amani. Hatujaona kama kuna tetesi au dalili zozote zile za mvurugiko wa amani. Kwa hiyo ningependa kuipongeza tume ya uchaguzi kwa kusimamiwa na mwenyekiti, katibu pamoja na wajumbe, wamejitahidi sana. Na kwa kudhihirisha hili tumeweza kuona pia katika tukio hili la uapisho namna gani ambavyo kuna utulivu. Hii ni matokeo dhahiri kwamba tukio hili na mchakato huu ulienda kwa haki na usawa. Naam, lakini pia labda wito wangu kwa serikali mpya ni kwa sababu tunaamini katika masuala ya uongozi, dhana pekee ambayo inaweza ikamwezesha kiongozi kuweza kufanya mabadiliko na maendeleo ni ushirikiano na umoja, kwa sababu tunaamini cooperation and unity the only weapon which can change the system of the world. Kwa hiyo mimi nadhani wangeendelea kuomba ushirikiano pamoja na umoja kwa wanafunzi ambao wanaenda kuwatumikia, kwa sababu ndio nyenzo na silaha pekee ya kuweza kutengeneza maendeleo katika taasisi, lakini katika jamii ya watu ambao wanawatumikia. Nafahamu kwamba kuja kwako tayari kuna uhusiano mzuri kati ya chuo hiki cha usafirishaji na chuo chenu. Na ni neno gani ambalo unawaambia serikali mpya katika chuo chako ambayo umejifunza kwamba wanaweza wakaongeza kwa ajili ya maboresho zaidi au kuleta serikali ambayo inakuwa na matunda mazuri? Kimsingi mimi ninachoamini kitu kimoja katika maisha ya uongozi, hasa katika serikali wanafunzi, ni kujifunza. Tuzidi kuendelea kutengeneza mahusiano ya kidiplomasia, mahusiano ya kiutendaji baina ya taasisi na taasisi, ili tuzidi kuendelea kuvuna maarifa pamoja na busara tofauti katika kuweza kuendesha majukumu mbalimbali ambayo yanahusu taasisi, lakini zaidi kuweza kuwatumikia wanafunzi wenzetu. Naam. Basi nikushukuru sana na nikutakie safari njema mwaka unaelekea chuoni kwako. Nashukuru sana. Lakini pia wewe ni mzee wa Msoga wanasema. Naam, sisi ni wastaafu. Sisi ambacho tunaweza tukakifanya sasa hivi ni kushauri tu. Yale maarifa machache na madogo tulokuwa nayo, basi ni kuweza kuwapatia wale wenzetu ambao wanaingia katika mfumo. Naam. Basi nikushukuru sana. Nashukuru sana, asante sana.